Mvutano kati ya Iran na Israel umefikia kiwango cha hatari na kusababisha maelfu ya wakazi wa Teherani kukimbia mji mkuu kwa hofu ya usalama wao. Hali hii imetokana na mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Israel dhidi ya maeneo muhimu ya kijeshi ya nyuklia nchini Irani. Mnamo Juni 13 mwaka huu, Israel ilizindua operesheni kali ya kijeshi ikilenga vituo vya nyuklia, maeneo ya kurushia makombora na viongozi wa kijeshi wa Irani. Hatua hii ilifuatia taarifa za kijasusi zilizodai kwa Irani imekusanya kiwango kikubwa cha uranium kinachotosha kutengeneza silaha 9 za nyuklia. Kwenye kujibu mashambulizi hayo, Irani ilirusha zaidi ya makombora ya balistiki 150 pamoja na ndege zisizo na rubani zaidi ya 100 kuelekea Israel. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia kadhaa na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Mashambulizi ya anga yamesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Teherani ambao kwa haraka wameanza kukimbia miji yao. Eneo la kaskazini mwa Irani kama mikoa ya Gilan na Alborz limekuwa kimbilio kwa maelfu ya wakimbizi wa Irani. Ripoti zinaonyesha msongamano mkubwa wa magari, uhaba wa mafuta na foleni ndefu kwenye vituo vya mafuta. Vilevile bidhaa kama chakula, dawa zimeanza kupungua madukani, huku huduma za mtandao zikikatika katika maeneo mengi ya mji. Mashuhuda wameripoti kwa familia nyingi zimeanza kulala katika misikiti, shule na hata kwenye vituo vya metro wakitafuta usalama wa muda mfupi. Rais wa Marekani Donald Trump alitoa onyo kali akitaka wakazi wote wa Tehran waondoke mara moja, akitishia hatua kali endapo Marekani au miundombinu yake itashambuliwa. Trump alionya kuwa gharama italipa kubwa mno iwapo raia wa Marekani wataumizwa au maslahi ya Marekani yatavurugwa. Wakati huo viongozi wa G7 waliokutana nchini Canada wameelezea hofu kuhusu hali hiyo na kutoa wito wa kusitisha mashambulizi na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Walisisitiza kuwa Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa Juni 16, watu takribani 224 wameuawa nchini Irani kutokana na mashambulizi hayo, ambapo ni 90% waliouawa ni raia wa kawaida. Nchini Israel, watu 24 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Irani, wote wakiwa ni raia. Mashirika ya misaada ya haki za binadamu yameeleza wasiwasi wao kuhusu hali inayozidi kuwa mbaya, wakihofia kuongezeka kwa majeruhi na wakimbizi wa ndani na madhara makubwa ya kibinadamu iwapo vita hivi havitakomeshwa mapema. Mgogoro kati ya Iran na Israel unaonekana kuingia katika awamu ya hatari zaidi, huku uwezekano wa mazungumzo ya amani ukiwa bado ni mdogo. Wakati mashambulizi yanaendelea, raia wakizidi kuathirika, jumuiya ya kimataifa inasalia kuwa na jukumu muhimu katika kushinikiza pande zote kurejea kwenye diplomasia kabla ya hali kuharibika zaidi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.